Hili ni eneo mojawapo ya maeneo mapya katika ukanda wa Gaza. Nchi ya Qatar ndiyo imelipia gharama zote za kutengeneza mji huu wa Sheikh Hamad. Umepewa jina la mtawala wa Qatar. Mji huu una nyumba za familia maskini za Palestina. Kuna shule na bustani pia. Je, hivi sasa mzozo huu ulioko baina ya Qatar na mataifa kadha ya Kiarabu utazuia shughuli za ujenzi hapa? Na vipi kuhusu majirani ya eneo hili ambalo bado hawakusahau mgogoro kati ya wanamgambo wa Hamas na Israel? Qatar imetoa pesa ili kujenga tena nyumba ya kina Mohamed Shamali ambayo imeangamizwa. Maisha yetu hayatokuwa na maana yoyote ikiwa Qatar haitotoa tena pesa. Qatar ni nchi pekee inasimama pamoja na Wapalestina. Haya yanafanyiwa Qatar ili kuiathiri Gaza. Qatar ni mfadhili mkubwa sana katika eneo hili la Palestina. Imegharamia barabara mpya, kuwapatia watu ajira ambazo wanazihitaji sana kutokana na kuanguka kwa uchumi, na pia kuimarisha maisha ya watu ya kila siku. Hadi kufikia sasa, mtawala wa Qatar ndiye kiongozi pekee wa nchi aliyezuru Gaza wakati ikiwa chini ya udhibiti wa Hamas. Leo hii nchi yake inatuhumiwa kuunga mkono watu wenye siasa kali na kulidhoofisha eneo hili. Hali hii hata haieleweki wazi. Tunasikia tu maelezo hapa na pale kutoka Saudi Arabia ikikemea Qatar kwa kuwaunga mkono Hamas. Miongoni mwa misaada ya Qatar hapa Gaza ni msikiti huu. Umesaidia Qatar kuonekana kwa taifa lenye nguvu katika kanda hii. Hivi sasa Hamas wanajaribu kupunguza shinikizo kwa mlinzi wake. Baadhi ya viongozi wake ambao walikuwa wakiishi Doha sasa wameondoka. Na hapa Palestina wamekuwa wakionyesha mshikamano, huku wakitumainia kwamba hawataingizwa zaidi katika vuta nkuvute hii. Suluma Kasim, BBC.